Leo tuko maeneo hapa kwa Buri moja station. Niko na Steve Simba. Na unajua wana Simba wengi bwana wana furaha sana hadi imepitiliza. Nikasema niungane na ndugu yangu Steve Simba tuzungumzie kuhusiana na michezo, hususan mpira la Simba limebadilika sana. Brother, heshima. Nashukuru bwana, kwema kabisa. Kwema kabisa. Mambo yanakwenda. Mambo ni ball ball. Sawa sawa. Bwana, hongera sana kwa mchezo wa jana dhidi ya Mbeya City kuibuka mshindi wa bao 3 kwa nunge. Pengine Simba mlikuwa bora sehemu gani? Nadhani Mbeya City tumewazidi maeneo mengi tu. Yaani kuna vitu katika mpira sio jambo la miujiza. Maeneo mengi tu tumewazidi. Kwanza upande wa defender kwa maana ya mabeki wetu. Ukija mawinga, ujue saizi mawinga ni namba 3 na namba 2 tulikuwa bora kuliko wao. Ukija upande wa kiungo wa kati tuliwazidi upande wa viungo wa juu, kwa maana wakati nazungumza wa kwanza ambaye ni 6 kwa sababu hatukuweka double pivot jana. Ukija kwa viungo, leo dunia inacheza na viungo takriban 3 mpaka 4, kwa maana ya hawa watu wa pembeni wakiwa wanashambulia hawa wakati wanajaa pamoja. Sawa, tulikuwa bora kwa maana ya Elie Mpanzu, tulikuwa bora kwa maana ya Alassane Kante Mahodo. Sawa, tulikuwa bora kwa maana ya Abraham. Tuliwazidi vitu vingi sana. Kwa nini hatukuwazidi? Kwa maana ya bahati mbaya. Ukweli kwa uwekezaji wa Simba ni uwekezaji mkubwa kufuatana na Mbeya City. Kwa hiyo hiyo pia hatua haitoi matokeo, lakini kwa maana ya kuandaa wachezaji kiutayari. Unajua Simba imetoka katika mtihani kidogo. Mimi nauita mtihani. Viongozi, kwa nini unaita mtihani sana? Viongozi hawaelewani na mashabiki. Huo ni mtihani na ni mbaya kuwahi kutokea. Na vilabu vingi vikipita katika mtihani huo vinateteleka. Sana shangazwa na Simba wamepita mtihani huo na bado wako strong. Kwa nini wako strong? Moja, wanasemaga maneno haya sio mabaya. Mungu hutoa zawadi kulingana na watu kwa namna anapotaka. Umeelewa vizuri? Wana Simba wamepata kama zawadi. Ndio Mungu amewapa. Hamna mashabiki wanasubira, wana nidhamu kama wana Simba. Wanakosea na wao kama wanadamu lakini subira na busara ni kubwa sana kwao. Bila tumeona mmetoka kupoteza mchezo wa klabu bingwa, lakini haikuwashusha kurudisha nyuma wana Simba. Mlijadhana Isamuye na mlishangilia mwanzo hadi mwisho. Tukio ambalo watu wengi walitamani kuliona ni Mohamed Bajabiri kucheza ndani ya mnyama, na amecheza dakika kwanza ametupia goli. Pengine goli alilofungwa wachezaji wengi sana wamekosa wachezaji wa Simba kwenye mechi zilizopita. Utulivu wa Mohamed Bajabiri unaozungumziaje sasa? Kwanza mimi nafahamu scout ya Simba ni scout imara sana. Haijawahi kumscout mtu yoyote afu akawa dhaifu, haijawahi. Isipokuwa kuna muda scout ya Simba hapo nyuma tulipotoka ilikuwa inanyimwa nafasi wanakuja watu tu from Norway, siasa zinapita za kimpira na nini. Kwa hiyo walomscout Bajaberi walijua mahitaji, walijua wakati. Bajaberi ni mchezaji hatari sana, lakini kuwepo jana katika uwanja ni siasa. Kwa nini useme siasa? Bajaberi bado mgonjwa. Yaani mimi huwa sipendi kufunga yaani maneno ili mradi nitafute nini sijui nani anisupport. Hapana. Bajaberi alikuwa bado mgonjwa. Ila kwa sababu Bajaberi, ujue mtu bora hata akiwa mgonjwa atakuonyesha tu alicho nacho. Na ndio maana baada ya kufunga Bajaberi, nadhani kama utakuwa umeangalia vizuri mpira, alikuwa anakimbia mpira. Ndio. Ukimuuliza mtu jana umesuka nini, atasema nimemuona Bajaberi uwanjani. Atasema nimemuona au amefurahia kumuona Bajaberi. Lakini tachi yake ya kwanza imekuwa ya moto. Ndio, kwa sababu ni bora. Lakini haiondoi kuwa ana injury. Yaani haiondoi kuwa bado ana tatizo. Ametumia vizuri tachi. Hebu tuangalie goli lake alilofunga. Ni imepigwa moja kwa moja, hakusubiria akaunga moja kwa moja. Ule ni ubora kiasi gani wa uchezaji wa Mohamed Bajaberi? Ndo mtu pekee ana uwezo wa kukevu kwa sasa. Mimi Afrika sijamuona mwenzie. Yaani Bajaberi ni bingwa wa kukevu. Yaani chukua hichi ninachokwambia na utakuja kukumbuka. Na ndio maana ulipokuja ule mpira, kwa sababu ni fundi wa kukevu, wa kutaka kufanya jambo jingine lolote. Yaani mtu anayekevu akiliona goli hivi ni sawa na Mpemba sio umempa supu ya pweza. Yaani huwa ni fundi kwenye kuishughulikia bila ya shida yoyote. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ndio ilikuwa katika nukta ambayo nakueleza. Bajaberi yeye bado mgonjwa brother. Lakini kilichotumika jana ni siasa ya mpira. Watu wanataka kumuona uwanjani, lazima acheze. Ukaona wasinyimwe ladha mashabiki. Mpeni Bajaberi acheze. Vyovyote itakavyokuwa. Lakini madamu wanapaswa Bajaberi kucheza, mpeni. Mashabiki wasistushwe. Huoni jana mashabiki wa Simba leo wana raha. Leo hatuwezi kumkataa kiongozi. Sawa? Hatuwezi kuanza kusema nani ajiuzuru. Yaani hakuna kitu chengine chochote kinaweza kuzungumzwa zaidi ya kutoa sifa kwa Simba
zaidi ya kutoa sifa kwa Bajaberi. Jana hakuna mchezaji wa Simba aliyekosea, wako wengi walifanya makosa katika uwanja, lakini ushindi huwa una kanuni ya kufuta makosa. Naam. Tuzungumzie kiwango cha Matola. Tumeona mabadiliko makubwa ameyafanya pale kutoka kwenye mauzuniko ya wana Simba, jana amerejesha furaha Msimbazi. Pengine Matola ana deserve kuwa kocha mkuu hivyo aachiwe timu, au ni mechi ya Mbeya City haitoshi kumpima Suleiman Matola? Anatakiwa bado ajifunze. Kitu gani? Kwa walimu wengine mahitaji ya Simba ni makubwa. Ukifika muda Matola atakuwa mwalimu mkuu wa Simba na atafanya kila kitu. Anatakiwa bado ajifunze, kwa sababu sasa hizi ukimchukua Juma Mgunda ukamsogeza na Matola, nani unampa kwa mwalimu mkuu? Unampa Mgunda. Kwa maana Matola atatakiwa kujifunza kwa nani? Kwa Mgunda. Mahitaji ya Simba hata Mgunda atoshi. Nini Matola? Mahitaji ya Simba hata Mgunda atoshi. Nini Matola? Kwa nini useme? Anatakiwa Matola bado anatakiwa kujifunza. Mimi binafsi anatakiwa kama miaka 3 kutoka sasa. Akipata hiyo basi tunaweza kuanza kumwamini, na miaka ambayo pengine tutakuwa tushachukua ligi mara nyingi hapa. Watu bado wana imani sana na timu, hata tunamwambia okay, mwaka mmoja hata tukipoteza hakuna. Saa hizi Simba inavyohitaji au sijaribu kuondoka kwa Pantev, pengine kuna pigo lolote kwa wana Simba kubwa kwa 100%, kwa sababu hakukuwa na namna yoyote, hakukuwa na haja ya kumuondoa Pantev. Kwa nini useme? Yani amna alichokosea mpaka aondoke. Baadhi ya watu utafsiri kwamba kukosekana kwa matokeo kwa mechi mbili za klabu bingwa ni kipimo tosha cha kuwa Pantev sio kocha bora na sio kocha mzuri. Hapana, maana yake waliomscout pia hawakujua kuwa sio kocha mzuri, si ndio? Sio kweli. Na kocha hawezi kuweka mfumo mwezi mmoja. Pengine kuna siasa za kimpira zinaendelea pale Simba chini kubwa, na zimetoka kutoka kwa wenzetu upande wa pili, wametuletea sisi siasa na wanatuharibia timu zetu, na wengine tunawafahamu kwa sababu sasa tuko kwenye vipindi vibaya. Tumuombe Mwenyezi Mungu alijalie taifa letu liende vizuri. Kiacha mpira, amani unayoiona ndio inasababisha mpira uchezwe. Basi tumuombe Mungu atuletee amani. Ikifika muda tumetulia, tutawaambia, yani kuna muda na sisi tutawaambia jamani, nyinyi ndio mlikuwa mkituharibia timu yetu, lakini tumeletewa fitina kubwa kweli ambayo kama hayupo Mohamed Dewji na mira yake singeleta maiki kunioji hapa, kwa sababu ningekuwa najibu nini? Singekuwa na cha kujibu hapa. Kwa sababu ninacho cha kujibu. Na uimara wa Mohamed Dewji, Mungu ampe uhai mrefu. Ndio hiki unachokiona leo. Simba ni bora, na Simba hii kuwa champion wa ligi ni swala la muda tu. Yaani Simba hii ambayo unaiona ni swala la muda. Sasa hata Matola ukimpa anachukua kombe. Lakini kwa klabu bingwa hapana. Klabu bingwa Matola atoshi. Tusidanganyane. Mimi siwezi kuendelea kudanganya. Kwa sababu hii maiki yako inaweza ikawa tatizo hata kwa Mwenyezi Mungu. Si niliongopa huko, wewe unaenda kuniweka kwenye video wataniona watu. Sasa nilidanganya watu wengi, dhambi yake kubwa, ili nitubu niwarudie watu hawa. Matarajio makubwa sana wana Simba ni kufanya vizuri Champions League. Pengine Simba jana ndio iliona, tutegemea kuona makubwa Champions League. Na ina qualify, haina shida. Kweli? Haina, yani nikikutumia ujuzi mkubwa na mambo mengi nitakupotezea muda. Muhimu chukua haya machache ninayoyasema. Na kwa sababu upo na mimi nipo, utaniuliza tena. Mimi kwangu ina qualify, hamna shida hata kidogo. Kitu gani kinakutia nguvu mpaka useme kwamba timu yako ya Simba ina qualify? Ni namna ya utayari. Simba wakiwa tayari huwa hawajawahi kukosea. Nataka kuniambia nyuma hamkuwa na utayari? Nyuma tulikuwa tunasubiri mkutano mkuu. Hatujui maamuzi ya mkutano mkuu. Hatujui hatima yetu. Tumemaliza. Lakini mkutano mkuu anasema mjafika mwafaka. Ni mkutano mkuu wa kikatiba. Ukitengea muda siku nyingine nitakufundisha. Ni mkutano mkuu wa kikatiba ambao kufunga na kufungua mkutano ulimhusu mwenyekiti. Umenielewa vizuri? Amefanya hivyo, amefunga na kufungua. Na wanaosema alikimbia ni maoni yao, sio katiba. Warudie katiba wasome, ni maoni yao. Umenielewa? Inawezekana kweli hata mimi unanihoji nikawa simtaki huyo mtu. Lakini siwezi kumkataa nje na katiba. Mimi ni muumini wa katiba. Sawa? Sasa kama mtu huyu tulimchagua wenyewe kwa kupiga kura, hatuwezi kumuondoa kwa njia nyingine, ni lazima wenyewe sasa ndio tumuondoe. Sasa tumuondoi kwa mkutano huu ulikuwa nikisema mkutano wa kikatiba na kusudia ni mkutano wa mapato na matumizi. Umenielewa vizuri? Tunafanya kila mwisho wa mwaka, nini tumekwama wapi, tulikwenda wapi, tukimaliza unafungwa, watu wanafanya masuala mengine. Ni sawa. Sasa hapo hamwendi kuondoa mtu. Sio mkutano ambao tulikuwa tunaenda kujadili ajenda walizotaka wao. Ajenda zilizosomwa kama hawakuzielewa si wangenyanyua vidole wakaoji. Haikufanyika hivyo. Hata tuache ukiongea haya unakumbana na matusi, unaposho kwa mangungu sijui na nini. Ila muhimu watu wakasome katiba ya Simba waifahamu. Ili wakiwa wanakwenda kudai wajue tunaenda kudai. Sababu wako wanachama mamia pale unaona hata katiba yenyewe hawaijui. Tarajia kitu gani kwa Simba mechi ijayo dhidi ya Azam FC?
Ni ushindi wa goli 3 kama hizi ulizoziona, kwa sababu watafungwa watu wengi. Azam hiyo ndio niambie na Simba hii goli 3. Simba ina quality kubwa mara 3 ya Azam. Azam ni watu wanakimbia sana, wanakuzuia, wana haraka, lakini acha timu inaitwa Simba. Una kipi cha kuambia mashabiki kuelekea mapumziko marefu ya ligi kuu ambayo itatokea kwa ajili ya AFCON? Watenge muda kufuatilia mpira. Yaani nawaambia mashabiki watenge muda kufuatilia mpira. Mpira una falsafa zake, mpira una taratibu zake, mpira una kanuni zake. Mungu amewajalia nyinyi kuwa mashabiki wa Simba. Tumieni mlichojaliwa na Mungu. Alafu akikuimbisha mtu yoyote nyimbo, mwambie hii sio nyimbo yangu. Nyimbo ya Simba na slogan yetu ni nguvu. Mwambie si nyimbo yetu ni nguvu moja. Shukrani sana kaka. Asante sana bwana.